Ugosi, magonjwa yanayosababisha pia ni mfano haya. Nasema kitu kingine pia huwa linazofisha mwili taratibu kwa magonjwa yale sugu, lakini magonjwa mfano wa magonjwa ni haya: magonjwa ya moyo, yani coronary artery disease, kushindwa kwa moyo, heart failure au heart failure, kushindwa kwa moyo, lakini magonjwa ya pili, kisukari. Haya magonjwa ya muda mrefu, kisukari type 1 diabetes aina ya kwanza na ya pili, na type 2 diabetes, kisukari aina ya kwanza na kisukari aina ya pili. Yote ile ugosi, hii mizimu huwa inaadhibu familia, watu huko, kwa sababu ya hizo sababu ambazo nimekuelezea hapo nyuma. Lakini pia jambo la tatu, mizimu hii huwa inashambulia kwa asma, kumsababishia mtu asma au pumu za ukoo, inaitwa pumu za ukoo. Lakini jambo la nne, mizimu hii ugonjwa wa mapafu, inasababisha ugonjwa wa mapafu, COPD, kupungua uwezo wa mapafu kwa muda mrefu, mapafu kushindwa, ugonjwa wa mapafu kwa muda mrefu pia inasababisha hayo magonjwa. Lakini pia ugonjwa wa tano unasababisha na hili mzimu Urgus ni magonjwa ya ini, hepatitis sugu, hepatitis sugu, uchochezi wa ini unaoendelea kwa muda mrefu, magonjwa ya ini ya muda mrefu, watu wanakufa kwa ini kwa muda mrefu, baada ya kuugua kwa muda mrefu, kuanzia miezi 3 kwenda juu. Lakini pia kansa, jambo la sita, ugonjwa wa sita unasababisha na huo mzimu ni kansa. Kansa hii ni kama saratani ya matiti, koroni au ini, kama ini, usugu wa ini. Maana kansa ya ini, yani saratani ya matiti, koloni au magonjwa saratani ya ini, kama kuwa ini kwa sugu, magonjwa ya ini, sugu ya ini. Ugonjwa wa mifupa pia, haya mizimu yanasababisha pia magonjwa ya mifupa, viungo vya mifupa. Nakuta mara si miguu, mifupa ya miguu nauma, mifupa mikono, mgongo, kifua, mifupa, magonjwa ya mifupa. Unakuwa unabadilishwa mifupa mara kwa mara, mishipa sijui nini, mifupa, magonjwa ya mifupa. Yaani mtu ndo tabu yake hiyo mifupa. Kwa hiyo hii ni mizimu, kwa sababu imekasirika, au kuna mizimu ya kiburi mnaamua kupiga, au maagano na mikataba imekiukwa. Sasa hapo pia inafanyika hivi. Na pia ugonjwa mwingine ni arthritis sugu, mara kadhaa huwa ni uchovu na maumivu ya viungo unaotokana na haya mamizimu, yani viungo, matatizo ya muda mrefu. Arthritis ndio hiyo na ugonjwa wa viungo, mishipa, ugonjwa mishipa kwenye miguu, kwenye magoti, yani mishipa kama isha, mishipa ya mikono, wapi mifupa, masuala ya mifupa, magonjwa ya mifupa. Magonjwa hayo pia yana muda kuanzia miezi 3, yanakuwa yanadumu miezi 3. Huwa haya asilimia kubwa yanatokana na mzimu wa Urgus. Kwa mtu baada ya hapo, kama asipofuata utaratibu kupata matibabu au maombi, mtu huyu anaweza kuingia kwenye hatari zaidi ya kupoteza maisha. Lakini mizimu imepoteza wengi, imeua maisha ya watu wengi, imetesa wengi. Mpaka sasa kuna watu wanateswa na mizimu kwa sababu magonjwa yao hayasikii dawa, ila hawajui ni mizimu aina gani na wafanye nini, watolewe vipi. Lakini pia mzimu wa tatu unaitwa Setla. Huyu ni SETHRA. Hili linaonekana kama kioo kilichopasuka na lina macho mawili. Likitokea hivi ni kama kioo kilichopasuka afu lina macho mawili. Ile jini Setla
Thethla, yani Thethla lina macho mawili kama kioo, likitoka hivi kama kioo kikubwa, kwa linaongea. Afu kwenye kioo kile kuna macho mawili, afu kioo hicho kilichopasuka. Lina tabia pia, tabia yake hili jini na udanganyifu na uelevu. Yaani hili jini linapenda sana mtu awe mdanganyifu na uelevu. Nakuta watu waliokamatwa na dalili moja hapo kujua hili jini au huu mzimu unaitesa hiyo familia, huo ukoo au watu, huwa wanakuwa na tabia ya udanganyifu na uelevu sana, uelevu hali ya juu. Hiyo ni moja ya tabia ya huu mzimu ya Thethla. Lakini halipendi ukweli. Ni jini ambalo lenyewe ukiwa mkweli tu basi wewe manake unakiuka. Linaweza kukuadhibu kwa sababu liliwapa masharti kule nyuma kwamba hamtakiwi kuwa wakweli. Alafu wewe leo hii ni mkweli. Mcha Mungu, sasa kwa nini usiadhibiwe na mizimu? Kwa hiyo sasa hii inachokifanya yenyewe inakuadhibu kwa sababu ya ukweli. Yenyewe hii ina tabia, inapenda udanganyifu na uelevu. Na wanapoingizwa kwenye maagano wanaambiwa kabisa kwenu asitokee mtu kuwa akawa mkweli. Kwa hiyo shida yako nakuta ni kule nyuma ulipokuwa unasema kweli toka nyuma na mpaka sasa inashikilia ukweli kama shida. Sasa wewe cha kufanya, ingia mbele za Mungu, manake ugonganishe mzimu na Yesu mwenyewe au kabiri, kwa sababu wewe unasimama kwenye kweli ya Mungu. Lakini pia alipendi mziki. Yaani watu wanaoingizwa kwenye mzimu huu ni mzimu ambao haupendi mziki. Kiwa unapenda sana mziki, basi ni chanzo kwa nini uharibikiwe. Sasa wengine hawajaokoka, mpo kwenye dini, unapenda muziki, alafu maisha yanaharibika. Unakuta nasikiliza wimbo mpaka unalia, unakugusa sana, lakini maisha haendi. Ndio kwanza maisha yanazidi kuporomoka au yanakuwa magumu, au uelewi kwamba utalipa nini, utafanya nini, kodi utalipa, afya itakuwaje, mazingira utafanyaje, huelewi. Lakini nasikiliza sana ile muziki. Sasa haya yenyewe mizimu huwa yanapenda muziki. Watu waliadhibiwa na mizimu hii ya Thethla kwa sababu ya kupenda muziki. Mazungumzo ya mara kwa mara na ukimya. Mizimu hii haipendi mtu awe mkimya. Yaani haipende mtu awe mkimya. Inapenda mtu awe mwongeaji sana. Inahitaji mtu awe mwongeaji sana. Sana. Ukimya, akiwa mkimya basi yenyewe tu inakasirika, inaweza ikamwadhibu, ikamharibia ndoa, watoto, familia, ikamharibia kazi, biashara, afya. Lakini hii inadili sana na magonjwa. Hiyo nimekupa tu kodi kwamba kuna watu wengine wanateseka kwa sababu ya baadhi ya viapo na maagano na maagizo ya mizimu fulani inawatesa, kwamba walikiuka maagizo fulani, hawakuenda sasa na maagizo fulani. Kwa hiyo wanaingia kwenye magonjwa kwa sababu ya hawakufuata maagizo fulani. Sasa mara nyingi mizimu hii inataka mtu awe mwongeaji sana, ndipo yenyewe inafurahi na kumfanikisha mtu na kumlinda. Lakini pia inamfanya mtu awe chizi. Kazi ya hii mizimu ya Thethla inamfanya mtu awe chizi au magonjwa ya akili. Mambo ya magonjwa ya akili. Kwanza, uchizi. Unapokiuka, basi hii mizimu huwa mara nyingi inamsababishia mtu magonjwa ya uchizi. Kuta makopo nini, na chizi wengi unaona humu duniani, wengine kwenye 100%, 49 mpaka 50 ni adhabu kutoka kwa mizimu, roho za familia. Lakini pia wanakuwa hawa watu wameadhibiwa uchawi. Kama ni uchawi huu umepitia kwenye vigezo vya mizimu, kwamba mizimu mlikasirika wapi. Mchawi anaenda kwenye mkataba, anaangalia tabia za mzimu wa kwao huyo mtu, kwamba ni zipi ambapo, na je, yuko sawa na mizimu yake inayomkinga. Wanakuta kwamba hauko sawa. Kwa hiyo yule mchawi anakupotosha akili na kuroga akili uchizi kupitia mkataba
wa mizimu, tabia ya mizimu ambazo walikubaliana kwamba kwenye tabia hizi hamtakiwi kuzifanya. Sasa unadhuriwa kwa sababu ya hizi tabia. Kwa hiyo mtu anakuwa chizi kabisa. Na pia jambo la pili, msongo wa mawazo unapelekea mtu kujinyonga au kujiua au kunywa sumu. Hii mizimu pia inapoteza familia, unakuta ule ukoo, wale watu, ile kabila ni watu ambao wanajinyonga au wanakunywa sumu. Ni watu wenye uchungu fulani. Yaani unakuta tu yeye mwenyewe anaenda kujutia mbele baada ya kifo. Pia mizimu hii, ukali wa tabia, hasira au panic. Moja dalili kwamba mtu ana mzimu huu, huwa mtu anakuwa mkali, tabia ya ukali sana, hasira sana, yaani kama mbogo. Yeye yuko mpaka anaogopeka kwenye mji, kwenye kijiji, wapi anaogopeka sana, manake ni katili, ni mkali. Sasa hii ni mizimu yenyewe ya Sethra, inamfanya mtu awe na akili za kupaniki. Yaani jambo hata hajaelekezwa ameshachukua, ana panic, baadaye kuja kutulia hivi ndio kuelewa, lakini tayari ameshafanya madhara. Mizimu ya Sethra, hasira, kifungo cha hasira, panic. Kishaona wewe una hivi vifungo vya hasira, basi unateswa na mizimu ya Sethra. Lakini pia delusion disorder, mtu anakuwa na imani zisizo za kweli, yaani kuamini imani potofu sana hata kupelekea kifo. Yaani huyo mtu anakuwa yuko tayari aumwe, yaani anauma malaria, ni sawa tu akwenda kununua dawa apone. Lakini wale wazazi wanaoabudu mizimu, wanaijua hii mizimu, wanashikilia huo ni uchawi, hata chanjo, hata nyweshwa, hata ogeshwa, mpaka anaweza akafa hapo hapo. Hizo tunasikia imani nyingi ziko. Yaani mtu mgonjwa, ni ugonjwa tu, unatakiwa hospitali, matibabu ya ubinadamu, Mungu aliyomfungulia binadamu, lakini watu hao wanashikilia sana imani potofu kwamba ni fulani amefanya hivi. Na mizimu hii ina tabia kuchonganisha, kudanganya, kuchonganisha kwamba hiyo kwa sababu ya fulani, ni mzimu wa fulani unamtesa, atakiwa apokee mikoba ya uganga, sijui ya babu yake, sijui ya nani, hivi na hivi. Lakini bado hao watu wanakuwa na imani potofu. Mzimu ya Sethra ni mzimu ambao wenyewe yani watu hao wanakuta hawaamini kabisa. Yani yeye kitu kidogo amechuma, sijui dawa fulani, yani amechuma hii, yani anaamini sana mitishamba na imani potofu. Yote akiugua chale kwa wingi, nini na nini, madawa kunyweshwa, kuogeshwa, sijui nini, kwenda kutambikia mizimu, mpaka kupelekea kifo kwa sababu ya imani hizo potofu. Nikushauri, ukishaona kwenu kuna hiki kitu, okoka wewe, ufanyike lango la kuwafungua na wale, hii mizimu iweze kuachia, sababu hiyo ni imani. Na wengine pia wanaweza kuwa na imani hiyo hiyo, wako kanisani, lakini nakwambia si dawa ni mapepo, dawa sijui nini, ni shetani. Sasa hiyo imani ujue sio ya Mungu, ni imani ya mizimu ya kwenu. Mizimu ya kwenu, wanakuwa watu na imani potofu, itikadi, yani wengine. Na moja ya kitu kilichoua baadhi ya makanisa yale ya Ufunuo, nitakuja kuongea huko, ni imani hizo za huyu mzimu Sethra. Yani mtu anaugua kitu ambacho atakiwa mpaka ujue kwamba huyu ni pepo anemtesa huyu mtu. Fuatilia, anza na maombi kwanza. Mtu anapoumwa, sikwambia ukimbilia hospitali ghafla, anza na maombi, ombea ule ugonjwa. Ukishaona kwamba dalili hizi bado inahitajika kufuata matibabu ya kibinadamu ya mwili, uende ukachukue vipimo, apima, ajulikane huyo mgonjwa, au wewe mwenyewe chukua vipimo ujue kwamba una shida gani. Kama kule wakikwambia hatuone ugonjwa, wakakwambia ana tatizo hili, tunakupa dawa, lakini kila ukinywa dawa hutibiki, omba tena, maana hili linaweza likakwepesha dawa au ugonjwa, kaonekana na ugonjwa huu lakini kumbe una ugonjwa huu. Kwa hiyo unakunywa dawa au unatumia dawa ambazo sio tatizo lake. Omba tena, nenda kapime tena. Sasa ukishaambiwa kwamba tatizo ni hilo, alafu wewe kwako haliponi, hapo ndipo achana na hizo dawa. Sasa usimame kwa Mungu aliye hai, usimame kwa Yesu akufungue. Sasa hapo ndio anapoingia Yesu kupigana huu mzimu.
Lakini sasa wengine huwa wanachukulia kwamba kila tatizo basi ni pepo. Mtu anaugua tu ni typhoid, nafanya maombi tu muda wote, maombi, mtu mpaka anafariki. Mungu sio Mungu wa hivyo, na ili mzimu wa Sethla ndo linaleta imani potofu za namna hii. Yani mtu haamini uponyaji mwingine zaidi ya, yani likimshikilia mtu ang'ang'anie tu maombi bila maanake. Kuna mingine unapewa kanuni kwamba bwana, tatizo hili uishi kwa kanuni hii na hii ili uwe salama. Sasa mwingine hataki hii, sasa inaweza kumpa hiyo sisi kwa Yesu. Ndio wengine wanapotea kwa kukosa maarifa, wanakufa kwa sababu hamjui Mungu alivyo. Mungu sio wa mizuka wa itikadi kali, hizo ni itikadi, lakini Mungu yeye ni wa imani, na huwa anasema hata kwa Isaya alimwambia hiyo jipu, chukua tini paka utapona, na alivyopaka alipona. Kwani asingesema hapo kemea kwa jina langu tu upone haraka? Yesu mwenyewe aliponya wengine kwa udongo, wengine hivi. Kwa hiyo basi hii Sethra ni jina ambalo linampelekea mtu kuwa na imani, itikadi kali, imani potofu, aidha kuamini sana uganga, uchawi, ushirikina, mizimu sana. Yaani mtu anaumwa anampeleka kwenye mizimu, sijui iseme sijui nini, ili Sethra ndio kazi yake hii. Lakini pia hofu ya ghafla na mapigo ya moyo kudunda haraka mara kwa mara, yani unakuta unashtuka. Na wakati mwingine hii akili, ili jini kwa sababu linadili na akili pia linamfanya mtu akimbie kwa hofu, akimbie shule, ndoa, akimbie watoto, au akimbie kazi. Linamtia hofu, hii kazi acha, sijui nini kazi, sijui nini, bosi ni Freemason, anaacha. Afu akija kuacha inamfukarisha kabisa, hapati kwingine, inakufungia milango ili uende kule. Labda ulikasirisha, ulikuwa mkweli kwenye kazi zako, au ulikuwa unayasikiliza muziki, ili uende ukaombe msamaha, uipe sadaka, ndo urudi tena kwenye kazi, kufungulia mlango. Au ulikasirisha, ulikuwa huendi kwenye zile ibada zao. Sasa hapa kinachotakiwa wewe, manake kwanza ujue kwamba kama kwako kuna hiki kitu, hii hofu ya akili inakuwa na hofu, unakimbia shule. Yani mtu masomo, yani shule ndo anakatwa kabisa, haendi, kwamba hapa nitasoma sitapata kazi, bora niingie mtaani tu. Hiyo hofu inaleta hii mizimu ya Sethla. Mtu anakatiza masomo, anaacha kazi, anakimbia watoto, nitawaleaje, nitawalisha nini mimi sikapu. Kwa hiyo anajikuta anakimbia familia, anaenda mbali, mradi tu yani asiwaone watoto kwamba wanateseka pale. Suluhisho ni kwamba kukaa vizuri na Mungu, Yesu afungue hali ya uchumi, lakini pia unajua kwamba hii mizimu inadai 1 2 3. Kwa hiyo wewe unasimama mbele za Mungu kwa damu ya Yesu, unasimama kama kuondoa hizi hata mashtaka ya mizimu, kushughulikia mzimu kwa kutaja, sababu jina la Yesu lina nguvu. Yaani hii yote hii ukihitajia jina la Yesu ni hatari, ila kwa sababu hujui kwamba ni mzimu gani unaitwaje. Ndio hapo shetani anapowafirisha wengi kwamba kwa sababu unaomba kitu usichokijua ni vigumu kutoka, lakini ukilenga shabaha sehemu sahihi ni rahisi kushinda na kutoka. Kwa hiyo hofu ya akili, najaza hofu ya akili. Kuna mwingine amekimbia ndoa tu kwa sababu ameona amekaa miaka 2 hazai, kwa hiyo ana kila kimwangalia mume wake au kila kimwangalia mke wake anaona sasa mimi wa nini? Sijui ile hofu ile. Anachumbiwa na mtu, hofu inaingia, sasa inakuaje? Hii itakuaje? Atanioa kweli? Sijui nini na nini. Ile hofu ni dalili ya mizimu ya Sethla. Lakini pia kumfanya mtu kuwa zezeta. Kazi ya 6 mzimu huu linamfanya mtu kuwa zezeta. Huko unatokea watu mazezeta au mtindio wa ubongo. Mazezeta yale mateto ya mtindio wa ubongo. Mazezeta wengi wanatokana na adhabu ya mizimu, asira ya mizimu. Lakini pia kufeli darasani na kusahau. Mizimu hii pia ina kazi ya kumfelisha mtu, kumfelisha darasani na kusahau hii mizimu. Lakini pia
Nimesema hiyo mizimu inadili na akili, inapotosha akili na kadhalika. Mzimu mwingine aina ya nne, mizimu ambayo hatari ya Afrika ni Sapona. Huyu anaitwa Sapona au Babalu Aye. Huyo jini ambao ni mzimu huu unaonekana kama mzee aliyejaa vidonda na makovu ya ndui. Hili jini linaonekana kama mzee aliyejaa vidonda na makovu ya ndui, na ana fimbo huyo mzee, na ana magongo, fimbo au magongo, lakini amejifunika nguo zilizochanika au majani. Ikitokea hili nakuja kama mzee amevaa nguo zilizochanika au zilizochakaa au nguo kama majani hivi, lakini na gongo au fimbo linaongea. Hii ni mizimu ya Afrika, ndio inayotesa Afrika. Hii inaosema hapa ndo, yani haijalishi nchi, familia, nini huko, ndo haya Tanzania wapi ni haya. Lakini nitakwambia pia Tanzania hapa mzimu gani hatari wa Tanzania ambao unatesa. Mkuu wa anga wa Tanzania Kurutmat Silili, ambayo jina lingine anaitwa Katonda, mkuu wa anga wa Tanzania. Sasa hao pia ni mizimu iliyoshikilia, imeshikilia na inatesa binadamu wa nchi ile kutokana na tabia za nchi ile, wale watu wa pale. Sasa hiyo huko tutaenda, lakini hapa ujue kwamba hiyo mizimu, huyu Sapona ndo yuko hivyo, na pia inaonekana kama lina makovu ya ndui. Magonjwa anayosababisha huyu au kazi yake ni smallpox. Kama unasikia magonjwa ya smallpox, haya ni magonjwa ya maupele, vipele, ambao wengine wanaita nini, tetekwanga, si nini hivyo. Magonjwa mengine ya maupele. Ni ili mzimu ili lina nani, linaleta magonjwa. Lakini pia ugonjwa mwingine ni magonjwa ya kuambukiza ya milipuko ya haraka. Magonjwa ya milipuko ya haraka, mfano dengu, Ebola, kipindupindu, homa za mafua, TB. Basi nakuta familia uko fulani wanateseka na hivi vitu, kama ugonjwa wa TB inawatesa mara kwa mara, au hizi tetekwanga nini na nini. Lakini hii inasababisha pia kwa Afrika, inasababisha haya magonjwa mengine. Mzimu mwingine unaitwa Amadros. Huu ni mzimu ambao unaonekana katika ndoto kama wazee wa zamani ambaye amekufa. Ndio hawa anayetokea mtu babu yako wa zamani au mzee wa zamani, anatokea kama mtu yule aliyekufa, anatokea kwenye ndoto, anaongea na wewe, mjukuu wangu, sijui mwanangu, 1 2 3, anaongea. Yule sio babu yako, sio bibi yako, sio mtu unayemfahamu. Ni huyu jini anaitwa Amadros. Ile ni jini baya, ni mzimu mbaya. Lakini kazi ya hiyo mzimu ni magonjwa yasiyoeleweka, kusababisha magonjwa yasiyoeleweka. Mfano ugonjwa malaria, lakini malaria ambayo haitibiki. Hii ni malaria ambayo kila kiitibia imo, umetoka kutibia imo tena, yaani yenyewe haitibiki, mpaka wanaita malaria sugu. Malaria sugu nyingi zinasababishwa na hii mizimu hizi lofuatiliza Amadros. Lakini pia fangasi au UTI za mara kwa mara, UTI sugu, anaambia sijui fangasi sugu. Huyu mtu anateseka kwa namna hiyo, na hii mizimu inatesa, unakuta mtu kwa sababu ya kutokujua unaingia kuteseka kwa hali hiyo. Lakini pia mzimu mwingine inaitwa pepo sambwa au misambwa. Hii ni mzimu ambao unaonekana kama kivuli au vivuli, viumbe vyenye umbo baya
lisiloeleweka na linaishi msituni au mitoni. Inaonekana kama kivuli fulani cha kiumbe kibaya kisichoeleweka. Mara unaweza kuona kiumbe labda ukakuta kobe lakini ana kichwa cha binadamu, yaani, au ukakuta simba mwenye kichwa cha binadamu, au ukakuta katoto kana kichwa cha mtu mzima. Kile tunaita kivuli cha mwili, ambao yeye mwenyewe huwa linapenda kujificha lisionyeshe sura yake halisi, lakini pia linaishi mitoni au msituni. Magonjwa yanayosababisha huyu mzimu ni magonjwa ya watoto yanayosumbua sana watoto, mfano polio, tonsils, kifadulo, surua, pepo punda, magonjwa ya kuchelewa kutembea au kuchelewa kukua au kuchelewa kutambaa. Hata anachelewa kutambaa, anachelewa kutembea, mtoto mara kwa mara anachelewa. Mizimu inachelewesha hatua hizo, huwa inachelewesha hizo hatua, mtoto kutembea, chelewa kutambaa, chelewa kukaa. Mtoto kila siku namlea yuko pale pale, hatua anapiga hatua, haendi mbali. Afanye nini? Mpaka uende wale wataalamu wa mizimu wanasema nenda kaiombe msamaha kule, ipelekee na sadaka. Sasa mizimu hii mara nyingi yenyewe huwa haipendi hivi vitu hivi. Hii mizimu ya Sambwa kwanza huwa haipendi vinywaji vikali, yaani mfano pombe kali. Yenyewe inaamini kwenye soda. Wewe unapokunywa pombe kali au vitu vikali, gongo, yenyewe ukifanya hivyo basi umeshakiuka. Kwa hiyo umeikosea. Inaadhibu, kama ni elimu, inaadhibu afya ya mtoto, inamsubirisha mtoto wako pale nyuma huko uliwahi kunywa gongo, ukifuatilia nyuma huko uliwahi kutumia vitu vikali. Yani yenyewe haipendi, yani inataka vitu anavyotumia mtoto na wewe utumie, asivyotumia wewe orozesha vyote. Yani yenyewe ina vitu ambavyo anatumia mtoto, atumii mtoto, ndio nawe usitumie. Sasa unaweza ukajua ni kitu gani na kitu gani na kitu gani. Hii mizimu ndio ipo hivyo. Yenyewe ni kama inajifanya, yani mizimu yenyewe yani ya malezi, yani yenyewe, na pale inapokosewa basi inasubirisha kizazi mpaka kizazi hatua zao na kusababisha watoto magonjwa bandika bandua, magonjwa ya kuku kama haya. Watoto nakuta mara hiki mara kifadulo, mara hiki. Na hii ndio inaleta hivyo, japokuwa vingine nakuta vina chanjo, vina nini, lakini hii iliyoanzisha, muasisi wa magonjwa haya ni mizimu, wala sio Mungu wala aliyewa. Ni hii mizimu ya Sambwa, ni Sambwa. Lakini pia utasa, mzimu huu pia unasababisha mtu kuwa azai, vifungo vya kutokuzaa pia inasababishwa na hii mizimu. Na mara nyingi mtu huyu anakuta anaota kwenye ndoto, unaota na watoto, unanyonyesha au unaingiliwa kimapenzi kwenye ndoto. Hii ni mzimu wa misambwa. Hii inakuja, yani manake inakupa kisasi cha mzimu, ina kisasi na wewe, au alifanya kosa mtu mwingine kwenu, basi ule uovu mpaka wewe, ili kisasi kinakufikia mpaka ile hasira, au kwa sababu ya agano, au kwa sababu ya mateso tu na urafi wale mjini, anataka kizazi, yanataka pale yajitwalie sadaka kwenye uzao wako, kwenye kizazi chako. Kwa hiyo kama ulikuwa unazalishwa na kuwa una watoto, lakini wale watoto wanalelewa na mizimu ya misambwa, ili abadilishwe baadaye kuwa mizimu na yenyewe yaje atese wewe, atese na wengine na vizazi vijavyo, au yanakuwa kama sadaka kwa mizimu. Wengi nazoea sijui majini mahaba. Ni majini mahaba ndio yanafanya kazi hiyo, lakini na mizimu ya misambwa pia yanafanya kazi hiyo hiyo,
Kwa usipojua pande zote mbili, maana yake nini? Unaweza ukashinda sehemu moja, sehemu ya pili bado ukashindwa kwa sababu ya kutokujua. Sasa hii mara nyingi yenyewe ni ya malezi au kutoa kisasi cha mzimu, kizazi. Yani naita hiki ni kizazi cha huyo mtu asiyezaa kinakuwa ni wakfu kwa ajili ya mizimu. Kila mtoto anaingia pale anakuwa ni sadaka kule kwa mizimu. Kwa hiyo ndo unakuta mtu anaambiwa katika ulimwengu wa mwili hazai. Kama zai, Biblia inasema hapana aliyetasa katika mtu wala asiyezaa. Inasababisha kutokuzaa ni vifungo vya mizimu. Natakiwa ujikomboe huko. Lakini pia huko mwisho nitaelekeza hatua zote za kufunguka, kukombolewa, kujinasua. Pamoja kwamba sasa hivi nakufanisha kwamba we shughulikia unapoona hayo majina na baadhi ya vitu ambavyo nilizungumza hapo awali. Lakini mzimu mwingine unaitwa pepo ngoma. Ili pepo ngoma hili ni mzimu huonekana kama kitu kinachotembea mwilini. Ili linakaa mwilini ndani ya damu au kivuli cha nyama za mwili. Ili ni jini ambalo lenyewe huwa halistahimili, au mzimu mwenyewe ambao haustahimili kukaa kivyake, huwa anakaa ndani ya mtu, basi anaanza kuongea kama anaongoza familia. Anaongea mwingine ndo nakuta yeye ndo kama yani kama ni Roho Mtakatifu, nasikiliza kama ni Roho Mtakatifu anasema, kumbe ni pepo ngoma. Ili ni mzimu mbaya, kwa sababu wenyewe unaweza kuact kama Roho Mtakatifu, ukact kama kumbe ni mzimu liko ndani ya mtu linaongea. Sijui lenyewe ndo linaona mambo ya familia, sijui linaibariki familia, sijui linaombea familia, sijui wanaenda kule familia kwenda kwenye kwake na anaweza kufungua hata kanisa, lakini mwenyewe huyu anaongozwa na pepo ngoma. Hili ni jini ambalo linakuwa ndani ya mwili wa mtu, linafanya kazi ndani ya mwili wa mtu, na mtu huyo kunakuwa na dalili hizi. Anakuwa ni mtu anayeongea vitu vinaonekana ni vya kweli, lakini ukiangalia ni kama anaagua. Na kitu kingine, dalili nyingine ni kwamba unaona kabisa anatumiwa na Mungu, kama yuko kanisani na Mungu, lakini ni ana hasira balaa, au lakini ni mchoyo balaa, au unakuta lakini ni mbea hatari. Ila ukirudi kwenye upako, ana upako vizuri, anaabudu, akiimba hapo pako na salemu, nasema kwa kweli hapa namuona Yesu, lakini ni ana hasira hatari, mbea balaa. Hiyo ujue ni pepo ngoma. Hiyo ni mzimu wa ngoma unaomuendesha huyo mtu, na anakuwa anatumika huo upande wa mizimu akizani amu